katika lugha ya Kiarabu na katika matumizi ya Qur'ani vile vile. Neno hizbi lina maana nyingi. Miongoni mwa maana hizo ni asnafu al-khalaiq fi ikhtilafi al-madhahib wal-milal wal-adyan. Asnafu al-khalaiq, aina za watu waliotofautiana katika madhehebu, dini na mila mbalimbali, tuitwa hizb. Aina za watu waliotofautiana ima katika madhehebu, dini na mila, kwa kwenye makundi, sio kwa kila kundi linaitwa hizb. Ndio maana kwenye Qur'ani ikaja fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Katika Al-Qur'an Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wakalikata jambo lao baina yao likawa mapande mapande. Wakalikata jambo lao baina yao likawa mapande mapande, yani wakafarikiana. Kila kundi, kila hizbi likawa kwa yale walionayo ni wenye kufurahia. Kila kundi likawa linafurahika na yale walionayo, wanajifakharisha nayo. Huyo kakatana katana, ni asnafu al-khalaiq. Pia ina maana ya jeshi la shetani, kusema hizb ash-shaytan. Aliposema Allah ulaika hizbu ash-shaytan, kwa maana hizbi una maana ukafiri na wafuasi wa shetani katika matumizi yaliyomo kwenye Qur'an. Ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Hao ndio kundi la shetani. Fahamuni kwamba kundi la shetani ndilo lililohasirika. Neno hizbi katika Qur'an limetumika kwa maana ya jeshi la Allah. Ulaika hizbullah, hilo ndio kundi la Allah, ndilo jeshi la Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Fahamuni kwamba jeshi la Allah ndilo lenye kufaulu. Katika lugha ya Kiarabu wanaeleza baadhi ya wanazuoni, mfano wake Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi kwenye kitabu Al-Ahzab as-Siyasiyya fi al-Islam, Al-Ahzab as-Siyasiyya fi al-Islam, kwenye safha ya 7 anasema al-hizb lughatan صنف من الناس تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة من رابطة العقيدة والإيمان أو الكفر والفسق والعصيان، أو رابطة الأرض والوطن أو القبيلة والنسب أو المهنة واللغة، أو ما يشاكلها من الروابط والأصناف والمصالح التي اعتاد الناس أن يجتمعوا عليها ويتكتلوا حولها. Hizbu katika lugha, anasema Sheikh, ni aina ya watu waliokusanyika au ni aina ya watu waliokusanywa na sifa au maslahi mapana au kiunganishi cha kiitikadi au imani au kafiri au fasiki na maasiya, au kiunganishi cha ardhi na mji au kabila au ukoo au kazi au lugha au yanayofanana na hayo, miongoni mwa viunganishi na maslahi ambayo kikawaida watu wamezoea kukusanyika juu yake. Kilugha inaambiwa ni hizbi. Sheikh amejaribu kufafanua kuleta maana ya neno hizbi kilugha, lakini ukija katika sheria au katika maana ya kiistilahi, ukiambiwa huyu hizbi, inatumika kwa maana mbaya. Hizbiyun kwa maana mbaya isiyo nzuri, na inamaanisha au ni ibara, ni maneno na msemo uliokaa ukimaanisha kukhalifu njia ya as-salaf as-salih. Hizbia ni neno linalowakilisha
kwenda kinyume na njia ya wema waliotangulia katika masaili ya kiitikadi na imani au njia za da'wa au njia za kuamiliana na watawala au kuamiliana na wanawazuoni waliosimama katika haki au wapinzani wanawazuoni wale wapinzani wa haki, pamoja na kujenga misimamo na misingi inayokhalifiana na njia ya as-salafu salih ma'a ta'silihim usulan mudaddatan limanhaji ahli sunnati wa usulihim. Kwa hiyo kila anayekhalifu manhaj na njia ya as-salafu salih, ukisema as-salafu salih tunakusudia wale wema waliotangulia, wale wakali wetu, masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in na aima waliokuja baada yao, wale watu wa zile karne tatu bora. Yoyote atakayekhalifu manhaji yao na njia yao, imma katika itikadi na masala ya iman au katika njia ya da'wa au katika njia ya kuamiliana na watawala au katika kuamiliana na wanawazuoni wa ahli sunna au kuamiliana na watu wa bid'a na kutunga misingi na kanuni mbovu zenye kukhalifiana na misingi ya ahli sunna wal jamaa kwa lengo la kuitetea bid'a na watu wake, kwa lengo la kuitetea bid'a na watu wake. Mtu yoyote atakayesifika na moja katika sifa hizi, huyo ni mzushi tena hizbi, hata kama atajificha kwenye jina la sunna na kujidai kuipenda sunna. Hapa panahitaji maelezo sana. Wengine wamefunga maana ya uhizbi katika mambo ya vikundi na jumuiya peke yake, wakasema ni aqdul wala'i wal bara'i dhayiq, wadhālika bi an yakuna al wala'u wal bara'u maqsuran ala fikrati shakhsin aw ta'ifa aw hizbin aw jum'iyyat aw nahwi dhalik. Wa hizbiyya ni kupendana au kuchukiana kwenye misingi finyu, kwenye duara finyu, wakawa watu wanapendana au wanachukiana kwa sababu ya mwelekeo wa kifikra au kwa sababu ya mtu au kikundi au chama au jumuiya, taasisi na mfano wa hayo. Kuna watu wameelezea hivyo, lakini kuitanua zaidi katika maana yake kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni bora zaidi, kwa sababu uhizbia huko katika ashkali tofauti. Kwa hiyo kusema kwamba pamoja na taarifu hii niliyotaja sasa, basi kuingiza yale yaliyotangulia kuyataja itakuwa ndio sahihi zaidi. Kwa hiyo hizbi unaweza ukapatikana kwa kupendana au kwa sababu ya fikra zenu, kwa kuwa fikra zenu zimeafikiana na si kwa ajili ya dini. Au hizbia unaweza ukapatikana kwa kuchukiana, kwa kuwa fikra zenu zimetofautiana na sio kwa sababu ya dini. Mmependana kwa ajili ya kuwa kuna jambo limewakusanya pamoja, mkaafikiana, mkapendana kwa ajili ya jambo hilo, na mkawachukia wengine waliowakhalifu kwenye jambo. Au mkatofautiana na mkapingana, mkachukiana, mkajenga albara kwa sababu ya kupishana kwenye fikra zenu ambazo sio dini. Tunahitaji ufafanuzi. Au mkajenga mapenzi ya kupendana nyinyi kwenye kwa sababu ya mtu fulani, shekhe au fulani au fulani. Au mkachukiana pia kwa sababu ya mtu, mkajenga chuki juu yake, kwa maana nyinyi kwa sababu wewe wampenda fulani na fulani hampendi, basi mimi huyo namchukia mtu huyo ambaye hampendi ninayempenda mimi. Si kwa ajili ya dini, ni kwa ajili ya huyo mtu. Kadhalika kupendana kwa sababu ya jumuiya na taasisi za kidini na kuchukiana kwa sababu yake, ambayo sio jambo la dini. Huyu si mwenzetu huyo, kwa sababu haipo katika jumuiya yetu au katika taasisi yetu. Na mapenzi yenu yakajengwa kwa sababu ya hiyo jumuiya, au chuki zenu zikajengwa kwa sababu ya hizo jumuiya zenu.
huyu ni mtu wa jumuiya fulani au taasisi fulani au madrasa fulani, mweza kupigana kwa sababu hawa si watu madrasa yetu, ule tu uhisbia. Na haya yatokea katika baadhi ya miji hapa Tanzania, hapa Tanga. Hawa ni watu wa madrasa fulani na hawa ni watu wa madrasa fulani, pengine wote mrengo wao ni mmoja, bali ukirudi ukitazama mashehe zao waliposoma wamesoma mahali pamoja pengine na tarika yao moja, lakini wanachukiana pia, wanaweza kufikia kupigana na kutengana na pengine wasizikane. Ule ni uhisbia. Unanielewa? Ikawa taasisi na jumuiya ndio msingi wa alwala walbara, sio dini. Nasema katika hii miji yetu haya mambo yalikuwepo na yapo. Mapenzi kwa ajili ya taasisi na jumuiya, hata kama ni taasisi za kidini, lakini hatukuamrishwa sisi tupendane juu ya taasisi hizo na tuchukiane juu yake, au watu wakapendana au na kuchukiana kwa sababu ya chama. Siwezi kwenda kumzika yule kwa sababu si mwanachama mwenzangu wa chama fulani. Lazima nikamzike yule kwa sababu yule ni mwanachama mwenzangu, mwenzetu yule. Hapaangaliwi dini, hapaangaliwi dini, paangaliwa chama. Waweza kumtukana yule fulani kwa sababu si mwanachama mwenzako, ukataja aibu zake, ule ndio uhizbia. Na pengine wewe ukawa kama vile, au wenzako walionao kama hivyo, ukawasitiri na ukawatetea, ule ndio uhizbia. Pia vile vile mapenzi yanaweza kuwekwa kwa ajili ya ukabila, na chuki zikaja vile vile kwa sababu ya ukabila. Wampenda mtu fulani kwa sababu ni mtu wa kabila lako, nyinyi ni watu wa kabila moja, kwa hiyo ukampenda, ukamnusuru, ukamtetea, ukampigania. Nini? Mtu wa kabila langu. Huyaoni mabaya yake na utayafumbie macho mabaya yake kwa sababu ya ukabila. Lakini unaweza ukamchukia mtu mwingine kwa sababu si kabila yako, ukayataja mabaya yake, madhaifu yake, ukambagua. Ule ni uhizbia. Wewe jitambue, hata kama ukisema mimi salafi, ukajinasibu kama nafsi yako imejawa na ukabila, huo ni uhizbia. Una uhizbia wewe, ukawabagua watu kwa sababu ya kabila zao. Hii kazi hawezi kupata mtu fulani, tumpe mtu fulani kabila letu. Kwa hiyo yule ambaye si kabila lako ukamweka pembeni, ukamwingiza mtu wa kabila lako, kwa kuwa unawabagua watu wa kabila fulani ndani ya nafsi yako, hata kama hujasema, lakini kile kitu kimekuingia ndani ya nafsi. Wallahu alimun bidhati sudur. Wewe hizbi mpaka uache, kwa sababu Mtume swalla salam aliwaambia Waislamu, da'uha fa innaha muntinatun, uacheni ukabila, huo ni uvundo. Kujenga mapenzi au chuki kwa sababu ya ukabila ni uhizbi. Uislamu haukubaliani na mambo ya ukabila. Hili lazima mlifahamu, kwa sababu tayari shitengenezwa alwala lid-din lillahi rabbil alamin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sasa jitafute wewe kabila yako, alafu una mapenzi gani? Kuwapenda watu wa kabila lako na jamaa zako si vibaya, lakini isifikie sasa wambagua mtu mwingine kwa sababu ya kabila lake. Pengine huyu ana sifa ya kukaa nafasi fulani, jamaa yako sifa hiyo hana, mpe mwenye haki yake, usilete ukabila. Na haya mambo yapo katika baadhi ya nchi, katika baadhi ya miji, watu wakibaguana kwa kabila zao. Umefahamu?
nimezungumza hapa, nimekaa kwa muda mrefu kwa sababu ni katika vitu vinavyotafuna watu, maradhi mabaya. Kwa hiyo ukiwa wewe waitaka dawa salafia, basi moja katika vitu vya kuachana navyo ni ukabila. Haina maana haifai kujinasibu na kabila lako na kuwapenda watu wa kabila lako na kuweka karibu, lakini hilo lisipelekee kuivunja haki ya dini na ukauvuka mpaka ukaingia kwenye ubaguzi, kwa sababu watu wa kabila lako ni ndugu zako, wana haki ya udugu, lakini haina maana sasa uwakanyagie wengine wenye haki zao kwa sababu ya ndugu zako na kabila lako. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Tutakii ubadhirifu. Kadhalika rangi, kisema ukabila na rangi vile vile, ubaguzi wa rangi, ukawabagua watu kwa sababu ya rangi zao. Ukileta jambo hilo umeleta uhizbia, kwa hili litaunganishwa na ukabila. Kadhalika utaingia katika uhizbia kwa kukhalifu na kwenda kinyume na kupingana au kutofautiana na njia ya wema waliotangulia katika mambo ya itikadi. As-salafu as-salih itikadi yao ni hii, msimamo wao ni huu katika mambo ya itikadi. Itikadi zao ziko hivi katika masaili ya imani, wanaamini hivi. Wewe ukaenda kinyume katika jambo hili, sasa usiseme tu sasa kama sisi ni mubtadi'a wa hizbi tumekhalifu lipi katika jambo la kiitikadi. Kuwabagua watu kwa sababu ya taasisi zenu na jumuiya zenu ni uhizbia, si katika njia ya as-salaf. Mmeuvunja msingi wa alwala walbara, mmeleta alwala walbara adhayiq. Kwa hiyo sio swala la njia ya imani tu pekee yake, masala ya itikadi tu. Jitazame mfumo mzima unaokwenda nao na unavyoamiliana na watu katika hili. Je, uwabagui watu kwa sababu ya jumuiya zao na taasisi zao? Hamgombani na watu kwa sababu ya jambo hilo? Sio kwa sababu ya sunna na bid'a au kwa sababu ya tauhid, ni kwa sababu tu ya majumuiya, mkabaguana mkatengana. Je, hilo haliko? Kama lipo, huo ndio uhizbia tunaozungumzia sisi. Kadhalika kukhalifu na kwenda kinyume na njia ya wema waliotangulia katika namna ya kuamiliana na watawala. Ni mmoja watawala hao ni waislamu tena waadilifu, au waislamu madhalim, au watawala wa kikafiri kwa sifa zao zote. Ukienda kinyume na ile njia ya ahli sunnah wal jamaa, bila shaka ukiteleza hapa, ukislide hapa, ukateleza ukaenda pembeni huko, ukaikhalifu njia ya ahli sunnah wal jamaa, utaangukia kwenye ukhawariji huko, ni katika uhizbia. Na hili linawakumba sana wanaharakati, watu wanaojiita kwamba wao ni wanaharakati, linawakumba sana hili katika njia ya kuamiliana na watawala. Pia uhizbia unaweza kuja ukapatikana katika kukhalifu njia ya wema waliotangulia katika suala la kuamiliana na maulama na wanawazuoni wa ahli sunnah wal jamaa, kwa sababu sisi ahli sunnah wal jamaa tuna njia na mfumo ambao tunajinasibu na njia ya as-salafu salih. As-salafu salih wana manhaji yao ya kuamiliana na ulama wa ahli sunnah wal jamaa kwa kila zama, kila zama na kila wakati. Na watu hutahiniwa wakajaribiwa juu ya ulama. Ni upi msimamo wako juu ya mwanachuoni fulani, wasema nini wewe? Hii ni njia walikuwa wakiitumia as-salafu salih kwenye karne mbalimbali, nyakati mbalimbali, wakiwajaribu na kuwatahini watu wa bid'a, kwa sababu min alamati ahli al-bid'i alwaqi'atu fi ahli al-athar.
miongoni mwa alama za watu wa bid'a, miongoni mwa alama za wazushi ni kuwashambulia na kuwatukana wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Hizo ni katika alama zao. Sasa umekaa wamsikia mtu anawataja wanawazuoni wa ahli sunnah wal jamaa, anawataja kwa ubaya, anawataja kwa dharau, anawadharau, wala usipate tabu. Lakini sasa huyu apinga maulidi, hakubaliana na khitma, huyo hizbi, usipate tabu, kwa sababu hii si manhaji ahli sunnah wal jamaa. Manhaji ahli sunnah wal jamaa ni tofauti na hivyo anavyokwenda yeye. Kadhalika katika sehemu ya uhizbia ni watu kukhalifu na kwenda kinyume na kupingana na njia ya ahli sunnah wal jamaa katika kuamiliana na wanawazuoni wa ahli sunna kwa kuwatukana, kuwadharau, kuwatweza, kuwazulia uongo na mfano wa mambo kama haya. Kadhalika mtu anaweza kuhukumiwa kuwa ni hizbi, hayuko katika njia ya salafu saleh, hayuko katika njia ya wale wema waliotangulia, kwa sababu ya msimamo wake wa kuamiliana na watu wa bid'a. Msimamo wake ni upi? Muamala wake na wanawazuoni wa bid'a ukoje? Atajionyesha pale mwenyewe. Na njia kubwa walionayo, wanaweka yuassiluna usulan mudaddatan limanhaji ahli sunnah wal jamaa difai anil bid'ati wa ahliha. Siku zote unakuta unaweka misingi, kanuni zilizo kinyume na mfumo wa as-salafu salih. Misingi hiyo lengo lake ni kuwatetea na kuwakingia kifua wanawazuoni wa bid'a, kuzikingia kifua bid'a na wanawazuoni wake, huwa wanawahami na kuwatetea na kuwapa udhuru wanawazuoni wa bid'a.